Mimi kwa majina naitwa Omari Kipanga, ni mbunge wa jimbo la Mafia, lakini pia ndio naibu waziri elimu, sayansi na teknolojia. Leo tarehe 9 mwezi wa 3 tumepata fursa ya kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitatu. Tafsiri yake ni nini? Mara baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2020 mwezi Oktoba, mwezi Novemba sisi tuliingia madarakani rasmi, na tulikuwa na wajibu wa kutekeleza yale ambayo yaliahidiwa na Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa yaliyoahidiwa ni mengi, na ahadi ile ni ya kipindi cha miaka mitano, kwa sababu ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi. Mkataba ule ndio ambao huaga tunautumia wakati wa kampeni, kuwapelekea wananchi, kuwatangazia wananchi, kuwahubiria wananchi, lakini kuwauzia wananchi kwamba sisi mtakapotupa madaraka, mtakapotuchagua tutafanya haya. Sasa tunapochaguliwa inakuwa ni wajibu kuyatekeleza, kwa sababu ndio wananchi waliowafanya wachague. Kwa hiyo leo tumekuja kuwaambia wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wao wakiwa ndio wamiliki wa duka, sisi wametuweka kama wauzaji. Kwa kama mlivyosikia na mlivyoona kwenye taarifa yetu, tulikuwa na sekta nyingi zenye changamoto nyingi. Hatuwezi kusema leo kwamba changamoto zote tumemaliza. Changamoto zilikuwa nyingi, lakini ilikuwa ni lazima tupate sehemu ya kuanzia. Kwa hiyo nitaanza kwanza, wakati mwaka 2020 sisi tunaingia hapa madarakani, kulikuwa hakuna chombo chochote hapa cha usafiri wa baharini chenye uhakika. Tulikuwa tunatumia maboti ya mbao. Lakini serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan na wakati ule marehemu mzee Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwa jitihada kubwa, ilipofika tarehe 1 mwezi wa 2 2021, serikali hii ya Chama cha Mapinduzi ilileta meli hapa Mafia ambayo inajulikana kama MV Kilindoni. Meli hii ni kubwa, yenye uwezo wa kubeba zaidi ya watu 250, ina uwezo wa kubeba zaidi ya tani 100 za mizigo, na imekuwa mkombozi mkubwa sana kwa watu wa Mafia, lakini na kwa Watanzania kwa ujumla, wale ambao wanakuja Mafia na kurudi. Kwa hiyo hili ni eneo la kwanza la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndani ya miaka hii mitatu tayari serikali hii imeshatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kivuko cha pili, kivuko ambacho tunaamini kama kila kitu kitakwenda sawa, kunako mwezi wa 10 mwaka huu 2024 huenda kivuko kile kikawa tayari. Kwa hiyo swala la usafiri huenda sasa ikawa historia. Tuna vitu vingine tu vidogo vidogo vya kurekebisha kwenye bandari zetu. Kwa ujumla hivyo tunaendelea kufanya kazi na tunaamini kwamba kila kitu kitakaa sawa sawa. Lakini kama tunavyofahamu, Mafia ni kisiwa na tulikuwa tunakabiliana na changamoto kubwa sana kwenye upande wa miundombinu ya elimu. Eneo hilo tumelifanyia kazi kubwa sana. Leo hii utakapotembea kwenye shule zetu zote, zile za msingi pamoja na sekondari. Kwanza sisi wakati tunaingia madarakani hapa mwaka 2020, kati ya kata 8 ni kata 6 tu ndio zilikuwa na shule za sekondari. Lakini ndani ya miaka mitatu hii tayari tumeweza kujenga shule katika zile kata 2, kata ya Ndagoni pamoja na kata ya Jibondo ambayo ni kata ya Visiwani. Lakini hapa kata hii ya mjini ya Kilindoni ilikuwa na shule moja. Hivi sasa tunapozungumza tayari kuna shule ya pili ya sekondari mpya. Kwa hiyo tumekwenda hivyo, shule za msingi tumekarabati, tumejenga madarasa mapya, tumeongeza shule nyingine karibu 5 za msingi mpya ambazo zilikuwa hazipo kabisa. Kwa kwenye elimu, kwenye miundombinu ya elimu, kazi kubwa imefanyika. Tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunapopeleka hoja hizi za miundombinu na kudai fedha kwake, pasipokuwa na shaka na wasiwasi, amekuwa akiridhia utoaji wa fedha, lakini matumizi ya fedha hizo. Lakini eneo jingine ni eneo la afya. Nadhani na leo umefika. Sisi hapa ni kisiwa, na kutokana na kisiwa tunahitaji hospitali ambayo itatoa huduma nyingi zaidi, huduma ambazo ni wezeshi, huduma ambazo ni bora, ili kuondokana na swala la rufaa kwa wagonjwa wetu. Kwa sababu rufaa hapa ni gharama. Ni gharama ya usafiri wa kutoka hapa mpaka Muhimbili kwenda na kurudi, gharama za maisha, namna ya kuishi kule, lakini gharama zenyewe za matibabu.
Kwa hiyo upande wetu hapa, upande wa afya, mtu akiugua akiandikiwa rufaa ya kwenda Muhimbili ni tatizo kwa maana ya gharama. Tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, tumepata fedha nyingi kweli kweli kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha hospitali yetu ya wilaya. Tulikuwa hatuna wodi ya wagonjwa wa dharura. Leo hii tuna wodi ya wagonjwa wa dharura. Tulikuwa hatuna wodi ya wagonjwa mahututi. Leo hii tuna wodi ya wagonjwa mahututi. Tulikuwa hatuna wodi ya kina mama pamoja na watoto. Leo hii tuna wodi ya kina mama na watoto. Tulikuwa hatuna hata mochwali wakati huo, lakini leo tunapozungumza tuna mochwali, ina mafriji mle ndani, alimradi mambo yamekuwa mazuri mno. Leo hii tuna vifaa, nadhani ameelezea mkuu wa mkoa, tuna vifaa, ameelezea naibu katibu mkuu, kuna vifaa hivi vilivyopo kwenye hospitali yetu havina tofauti na vile vilivyopo pale Muhimbili. Kwa hiyo kidhati kabisa kwenye eneo la afya tumekwenda kufanya vema, na hivi sasa tunadhani vifaa vile vitakapoanza kufanya kazi vizuri, ile nafasi au ile idadi ya wagonjwa ambao walikuwa wanapewa rufaa kwenda kwenye hospitali nyingine, tunadhani tutaipunguza kwa kiasi kikubwa. Lakini si hivyo tu. Sisi wakati tunaingia hapa madarakani tulikuwa na kituo cha afya kimoja katika tarafa ya Kaskazini. Katika miaka mitatu hii tuna kituo cha afya kipya kabisa katika tarafa ya Kusini. Lakini tulikuta hapa zaidi ya vijiji 5 vilikuwa havina zahanati. Ndani ya miaka mitatu hii vijiji vile 5 ambavyo vilikuwa havina zahanati vyote vimekuwa na zahanati hivi sasa, ikiwemo kijiji hiki cha Kilindoni ambacho ndio kuna population kubwa sana. Kwa kwenye eneo la afya tumeendelea kufanya vizuri, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwenye upande wa miundombinu ya barabara